Mkuu wa kifalme alipoteza udhibiti baada ya kunywa na kumbusu mwanamke asiyejulikana. Baada ya tukio hilo, alivunja pete ya johari katika nusu mbili. Alimpa nusu moja mwanamke yule aliye bado usingizi na akachukua nusu nyingine. Miaka 5 baadaye, mwanamke yule alizaa mtoto wa mkuu wa kifalme. Kijana huyo alimtunza mama yake kwa umakini sana, lakini kwa upande mwingine, mama wa mkuu wa kifalme alimsihi aoe na kuzaa watoto. Hata hivyo, ni mwanamke yule wa miaka iliyopita tu aliyekuwa moyoni mwake. Alimkumbuka mara kwa mara kupitia pete yake ya nusu ya johari. Kwa hivyo aliukimbia ukongwezi wa mama yake. Malkia alihisi wasiwasi mkubwa kwa sababu alitamani mjukuu. Wakati huo huo, kijana huyo alikuwa akimsaidia mama yake kuwavutia wagonjwa kando ya barabara. Kwa bahati nasibu, Malkia alipita na kumwona. Alitambua kuwa kijana huyo alifanana sana na mkuu wa kifalme alivyokuwa mtoto. Alipoona pete ya johari shingoni mwa kijana huyo, alikuwa na uhakika zaidi. Alikuwa karibu kufungua kinywa kuuliza, lakini kijana huyo alikimbia kurudi kwa mama yake kwa sababu alikuwa na aibu. Malkia alichukua kitabu ambacho kijana huyo alikuwa amekiacha. Ghafla akahisi kizunguzungu. Alipofungua macho yake tena, mama na mtoto walikuwa tayari wameondoka baada ya kumaliza kazi yao. Kwa hivyo Malkia aliita mara moja mkuu wa kifalme. Akampa pete yake ya nusu ya johari pamoja na kitabu. Mkuu wa kifalme aliona kuwa mwandiko wa mkono ulikuwa unafanana na ule wake. Alitambua kuwa kijana huyo ndiye mtoto wake. Baada ya hapo, aliamuru kutafuta mama na mtoto kote mjini. Kwa upande mwingine, mwanamke yule alikuwa na wasiwasi kwa sababu hakuwa na pesa za kumpeleka mtoto wake shuleni, lakini alikuwa na ustadi wa kiwango cha juu katika tiba. Kwa bahati nasibu, aliona tangazo la Malkia linalowataka madaktari. Kwa hivyo alimchukua mtoto wake mara moja kwenda ikulu kuomba kazi. Alikuwa na haraka ya kwenda chooni na kumwomba mtoto wake kungojea mahali pake. Kijana huyo hakuwa na cha kufanya, akaanza kufanya mazoezi ya uandishi. Mwandiko wake wa mkono ulivutia umakini mara moja wa watumishi wa ikulu. Walianza kutuhuma utambulisho wa kijana huyo. Wakati huu msimamizi wa nyumba mwerevu aliondoa kishada cha nywele zake na kuiweka kwa siri ndani ya mfuko wa kijana huyo. Ilikuwa tu kuzuia mwanamke yule asifanikiwe kupata kazi na kumshindania mkuu wa kifalme. Msimamizi wa nyumba alimsukuma mwanamke yule kwa hasira. Kwa bahati nzuri, mkuu wa kifalme alionekana kwa wakati na kumshika. Je, watafanikiwa kutambuana?